Sasa ufahamu unapokuja ndani yako, unapopata kuelewa kwamba mimi ni shujaa, ninatakiwa kufanya nini kama shujaa, alafu usifanye kama jinsi inavyotakiwa kufanyika, wewe ni mpumbavu. Kwa sababu umesikia na umepata ufahamu, lakini hujafanya sawasawa na jinsi inavyotakiwa ufanye. Kwa hiyo Mungu anataka atuondoe katika hilo kundi la wapumbavu ambao wamesikia habari ya ushujaa, wakasikia ya kuwa wao ni mashujaa na wakaelewa ni nini wanachotakiwa wafanye, lakini finally wakaamua kukaa kwa sababu ya uvivu walio nao, kwa sababu ya uzembe walio nao, kwa sababu ya excuse ambazo wako nazo wanazozitoa. Maandiko yanasema wewe pia utakuwa ni nani? Ni mpumbavu. Kwa hiyo kama tungekuwa tunaandika Biblia ya kizazi hiki, tungeandika mpumbavu mmoja alisikia habari za ushujaa, alafu akaamua kukaa asiyafanyie kazi yale aliyoyasikia. Na mwenye hekima mmoja alisikia habari za ushujaa, akaamua kuinuka na kwenda kuyafanyia kazi yale aliyoyasikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu anataka atuandae ili tuweze kujua ya kwamba somo hili halijaja kwa ajili ya kulisikia na kusema leo tumepata kitu Bwana, alafu kesho kutwa tukakunja nne, hakuna tunachokifanyia kazi. Tutafananishwa na yule mpumbavu ambaye maandiko yanamuonyesha ya kwamba alijua ya kuwa anatakiwa kujenga nyumba, na alijua kabisa ya kwamba upepo utakuja, alijua kabisa ya kwamba mvua zitakuja, lakini kwa sababu ya uvivu waliokuwa nao akaamua kutafuta namna iliyo rahisi ya kujenga nyumba. Upepo ulipokuja, mvua zilipokuja, maandiko yanasema ile nyumba ikafanya nini? Ikaanguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, Mungu anataka tuangalize ili tunapokuwa tukijifunza somo hili basi tuweze kujua yatupasayo kufanya. Nimesema hekima maana yake ni ufahamu jumlisha maamuzi yaliyo sahihi kwenye ufahamu ulioupata. Bwana Yesu atusaidie sana. Na iko hekima ya dunia ambayo ni hekima ya shetani, lakini pia iko hekima ya kimungu. Sasa tunapokuja kanisani tutegemee kupata hekima ya kimungu, kwa sababu hekima, ukisoma pale chini kwenye hii Daniel, anasema hao walio na hekima hao, anasema wanaoongoza wengine kutenda haki watang'aa. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanaoongoza wengine kutenda haki ni hekima, ndio inayotusaidia kuamua jibu lililo la sahihi. Yaani kwamba hili ni haki na hili sio haki, hili ni sawa na hili sio sawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa iko hekima ya duniani ambayo inawasaidia watu wa dunia pia kuweza kuamua mambo yao. Anajua kabisa ya kwamba Ana amekosea na amemkosea fulani, lakini kwa sababu ya hekima ya dunia jinsi ilivyo, anamwambia Ana, nipe shilingi 5,000, alafu kwenye kesi yako nitaipindua, nitasema fulani ndiye aliyekukosea na wewe nitakupa haki. Huyo mtu hawezi kung'aa, na huyo mtu ni mpumbavu, kwa sababu ametumia hekima ya dunia hii. Kwa hiyo tunapokuja mahali hapa, tunatafuta hekima ya kimungu ambayo itatusaidia tuweze kung'aa, itatusaidia tuweze kuonekana katika vipawa na karama ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu. Kuamsha mashujaa. Ziko sifa kadhaa au tabia kadhaa za hawa watu mashujaa. Wanasaikolojia wamejitahidi kuzichambua kwamba shujaa ni mtu wa namna gani. Ziko sifa kadhaa ambazo tutaenda kuziona. Sifa ya kwanza kabisa ya mtu ambaye ni shujaa. Sasa na wewe tunapozitaja sifa hizi, unajikagua ndani yako. Je, unazo elementi za hivyo vitu? Bwana Yesu atusaidie. Sifa ya kwanza ya mtu shujaa, nasema ni mtu mwenye huruma na ukarimu kwa wengine. Mtu mwenye huruma na ukarimu kwa wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani ukiona una huruma kwa wengine,
ukiona una ukarimu automatically unao kwa wengine, ujue wewe ni shujaa. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa mfano, tokea janga la moto hapa, ghafla moto umelipuka humu ndani, utaona kila mtu anakimbia anatafuta njia yake, lakini wanatokea watu wachache wanaohangaika kuweza kuwaokoa watu mule, na wao ni wahanga katika hilo jambo. Lakini anahangaika, anatafuta mtoto yuko wapi ambaye anashindwa kukimbia, anamchukua mtoto anamtoa nje, anarudi ndani tena, anatafuta nani ambaye anashindwa kukimbia, anamchukua tena anamtoa nje. Wakati wenzake wanatoka nje wanakimbia, wanaponya nafsi zao, yeye anarudi ndani kuangalia ni wakina nani ambao wamebaki ndani wanashindwa kukimbia, ambao wanaweza wakafa kutokana na huu moto. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wakati huo haiangalii nafsi yake mwenyewe, anaangalia wengine, kwamba hawa watu waliomo humu ndani wana uwezo wa kukimbia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa utamwona mtu akianza kuhangaika juu ya mambo ya watu wengine, mtu huyu ujue ana ushujaa ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Elementi ya kwanza, tutaenda kwa haraka kidogo. Nimesema elementi ya kwanza ni mtu ambaye ana huruma na watu wengine, ni mtu ambaye anajihusisha sana na watu wengine, ni mtu mwenye ukarimu kwa watu wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Na sifa ya pili, shujaa ni mtu ambaye akielezwa shida ya mwenzake anavaa viatu vya yule mtu, yaani anavaa usika wa yule mtu. Akisikia habari ya kuugua kwa fulani, anaugua pamoja na yule mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ukimwona mtu ambaye anajua kuchukuliana na mwenzake katika masikitiko yake, katika tabu zake, uwe na uhakika huyo mtu ni shujaa, lakini yamkini hajajua namna ya kuweza kutumia ushujaa alionao. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukamwangalia Petro kama kielelezo. Kuna wakati Petro, wakati Yesu anawaaga, anawaambia kwamba imempasa mwana wa Adamu kuuawa, atachukuliwa, atapigwa, atakufa, alafu siku ya tatu atafufuka. Petro kwa jinsi alivyokuwa na moyo wa ushujaa, akamwambia haitawezekana, mimi nitakufa pamoja na wewe. Yaani akamwambia Yesu ya kwamba nitavaa viatu vyako, nitapambana upande wako, hata nikifa nife pamoja na wewe. Huyu ni mtu shujaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nitazisoma kwa haraka, alafu kule mwisho tutaenda kufanya summary vizuri. Mtu mwingine, sifa nyingine ya shujaa ni mtu ambaye ana ufahamu wa kitu fulani, alafu anaweka bidii kubwa kwenye hicho anachokifahamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani mtu ambaye ni shujaa ni mtu yule ambaye ana ufahamu wa kitu fulani, alafu ndani yake anatengeneza bidii kubwa ya kukifanya hiko kitu mpaka kionekane kimetokea. Huyo pia ni shujaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajicheki na wewe ndani yako kama unazo hizi sifa au la. Unaweza ukamwangalia mtumishi wa Mungu Daudi. Maandiko matakatifu yanatuonyesha ya kuwa Daudi alikuwa ni shujaa. Na ushujaa wake tunauonaje? Kwa majira anamwambia Sauli wakati anataka kwenda kupigana na huyu Mfilisti Goliath. Anamwambia hivi, nikiwa kule kwenye machungo, pale dubu alipotaka kula kondoo baba yangu, nilimfuata yule dubu nikampokonya yule mwanakondoo, alafu nikashika ndevu za yule dubu au za simba, nikampiga na kumuua yule simba.
Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ni nini kinachotuonyesha hapa kwamba Daudi alikuwa na ujuzi na alikuwa ameweka nguvu kwenye hilo eneo, au kaweka bidii kwenye hilo eneo? Ilipofika wakati Goliati analitukana jeshi la Israeli, Daudi akaona uchungu ndani yake. Akasema haiwezekani huyu Mfilisti kuwatukana watu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa pale ambapo watu wanataka kuangalia kwamba Daudi utaweza kumpiga huyu mtu, Daudi akawapa ushuhuda jinsi ya Mungu anavyokuwa akimtumia katika ujuzi wake wa kupigana vita. Ya kwamba niliweza kumfuata dubu, nikampokonya kondoo, alafu nikampiga nikamuua. Inamaanisha alikuwa na ujuzi wa kupigana. Watu hawaujui ujuzi alionao, lakini sasa imebidi awaambie ujuzi nilionao mimi. Ujuzi nilionao mimi, jamani, nimewahi kumuua dubu, nimewahi kumuua simba. Sembuse huyu mwanadamu mwenzangu huyu. Bwana Yesu atusaidie sana. Inamaanisha nini basi? Alikuwa na ujuzi wa kupigana na akaweka nguvu kwenye hilo eneo, ya kwamba hata huyu Mfilisti mnayemuona ninao uwezo wa kupigana naye na nikamuua. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni watu wenye ujuzi wa aina fulani. Hata wewe una ujuzi ndani yako, isipokuwa haujaufahamu. Na ni kazi yetu sasa kuamsha huo ushujaa ulioko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema ninazisoma kwa haraka, alafu tutaenda kufanya hitimisho la vyote. Sifa ya 4 ya mtu shujaa ni watu wanaolinda heshima au thamani zao. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani mtu ambaye ni shujaa atafanya kila afanyalo ili kulinda ile thamani alionayo. Kama ni mpiganaji, atafanya kila afanyalo ili kulinda ile heshima alionayo, kama jinsi alivyofanya Daudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu akiwa shujaa hawezi kuishi maisha ya kawaida. Na ndio maana Mungu akawaambia wakina Manoa, wazazi wake, na kina Samson, wakamwambia huyu anayekuja kuzaliwa hapaswi kutumia kilevi, kwa sababu ni mnadhiri wa Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ile ilikuwa inatuonyesha kabisa ya kwamba mtu ambaye ana ushujaa ndani yake, mtu ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili ya jambo fulani, ni mtu ambaye kuna baadhi ya vitu hata kubali kuvifanya ili kulinda ile thamani alionayo. Na siku akikubali kuachilia thamani alionayo iweze kupotea, na ushujaa wake umepotea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unapojifunza somo hili la ushujaa, unapaswa kuelewa ya kuwa unapaswa kulinda hadhi ulionayo, unapaswa kulinda thamani ulionayo, unapaswa kulinda kipawa ulicho nacho. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati mwingine unaweza ukapigwa mawe kama alivyopigwa Stefano, lakini inakupaswa kulinda kitu Mungu alichokiweka ndani yako. Sasa kupigwa mawe kuko kwa aina nyingi, na bahati mbaya sana viongozi ndio wamekuwa wakipigwa mawe zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unapopigwa mawe unatakiwa kuelewa, hata ninapopigwa mawe ninatakiwa kutunza kile kitu kilichopo ndani yangu. Sio umepigwa jiwe kidogo tu unalopoka, taifa zima linajua kwamba fulani kalopoka mtandaoni huko. Kwa nini? Amekanyagwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu ambaye shujaa halopoki ovyo ovyo, analinda thamani yake, analinda heshima yake. Hata kama atapigwa mawe, ataendelea kubaki akiwa focused, akitazama kile kitu ambacho Mungu kakiweka ndani yake. Sifa ya 5, tutakuwa tumebakiza sifa moja. Sifa ya 5 ya mtu aliye shujaa ni mtu ambaye ni competent, ni mtu ambaye ni mshindani. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mtu ambaye ni mshindani. Yaani ukimshindanisha na watu wengine, anatoka akiwa ni mshindi. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunakumbuka wakina Danieli walipochukuliwa kwenda katika nchi ya Uajemi. Maandiko yanasema yule mfalme akatafuta watu wenye akili, alafu akaenda akawaweka kambini ili waweze kula vyakula na wapate elimu mbalimbali ambayo inahusika na taifa lao. Na baada ya hapo waje wafanyiwe mtihani, waangaliwe ni nani ambaye yuko bora, yaani mtu ambaye ni mshindani na akawashinda wengine.
alafu huyo ndio achukuliwe sasa, wapewe kazi ya kiutawala na mfalme. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maandiko yanasema wakina Danieli wakaonekana kuwa ni bora zaidi ya wengine, walikuwa wako competent. Bwana Yesu atusaidie sana. Na pia walikuwa na ujasiri ndani yao. Mtu ambaye ni shujaa lazima awe na ujasiri ndani yake, akijua kwamba 1+1 ni 2, huwezi ukamwambia 1+1 ni 7. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanajiamini na wana ujasiri kwenye vile vitu ambavyo Mungu kaviweka ndani yao. Sifa ya mwisho ni kwamba hawaogopi kuingia kwenye changamoto. Hawaogopi kuingia kwenye changamoto. Bwana Yesu atusaidie. Sifa ya 6, hawaogopi kuingia kwenye changamoto. Sasa basi, kwa nini tumezisoma hizi sifa? Mungu akamtuma malaika kwa Gideon, akamwambia, tuisome hapa, ni katika tusome Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ile ya 6 na mstari wa 11 na wa 12. Waamuzi 6, 11 na 12. Maandiko matakatifu yanasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidian. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini tumesoma habari ya sifa za mashujaa? Na hizi ni chache tu, unaweza ukazisoma ukazipata nyingi zaidi. Tumezisoma habari hizi kwa sababu kuu moja. Iko mbegu ya ushujaa ndani yetu ambayo Mungu ameipanda, lakini kutokana na mazingira tunayoishi imeidhoofisha ile mbegu kiasi ambacho haiwezi kuonekana wala haionekani ikileta matunda yoyote. Sasa ukisoma habari ya Gideon utakuja kukuta ya kwamba ilikuwa ni habari ya wana wa Israeli walipovamiwa na Wamidian. Maandiko yanasema walikimbia wakaenda wakakimbilia milimani, na walipata mateso makali sana kwa nyakati zile. Sasa katikati ya yale mateso, wana wa Israeli wakaanza kumtafuta Mungu, wakaanza kumlilia Mungu, wakitafuta msaada wa Mungu, ya kwamba sio wewe Mungu uliyetutoa kule Misri ukatuleta mahali hapa, mbona tunaona tunapitia kwenye mazingira magumu, mbona tunaona tunapitia kwenye changamoto mbalimbali, alafu hakuna mtu anayetoa solution ya maswali walionayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakati wanaendelea na kile kilio, na Gideon na yeye akiwa katikati yao akaendelea na kile kilio, ya kwamba Mungu ni kama umetuacha, Mungu ni kama umetusahau, mbona tunakutana na mazingira magumu namna hii. Sasa katikati ya kilio alichokuwa akilia, ikabidi Mungu amtume malaika aende akazungumze na Gideon, ya kwamba Gideon, hao wengine ni halali yao kulia, lakini wewe sio halali yako kulia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndivyo Mungu anavyotutazama hata sisi. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaikabili dunia. Kuna changamoto nyingi ambazo zinakabili taifa letu. Changamoto nyingi zinakabili maisha yako na familia yako. Wakati familia inalia, wakati jamii inalia, hakuna ajira Tanzania na duniani, hakuna haki Tanzania na duniani, na wewe unalia pamoja nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Mungu akikutazama, anakusubiri wewe unyanyuke uchukue hatua. Anaiona ile mbegu ya ushujaa aliyoiweka ndani yako, lakini anachoshangaa anaona na wewe unaendelea kulia sawa sawa na wengine wanavyolia.
Sasa Mungu tunaposema kuamsha mashujaa, maana yake ni nini? Mungu akamtuma malaika aende akazungumze na Gideon, akimwambia kwamba Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Inamaanisha alikuwa hajijui yeye kama ni shujaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Alijiona yuko sawa na jinsi walivyo wengine. Alijiona ana level sawa na walivyo watu wengine. Akajiona na yeye ni muhanga kama walivyo wahanga wengine kwenye tatizo lililoipata taifa la Israeli. Lakini kumbe ndani yake kulikuwa kuna ukombozi wa wana wa Israeli. Alihitaji kusikia sauti ya Mungu itakayoingia ndani yake na kubadilisha mtazamo wake, kwamba wewe sio sawa na hawa watu wanaolia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hata Mungu anapotutazama na sisi, anatuona sisi hatuko sawa na wengine wanaolia. Anatuona sisi kama watu wa kupeleka solution za vilio vya watu wanaotuzunguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wewe kupitia ujuzi ulio nao, kupitia kipawa ulicho nacho, kupitia uwezo ulio nao, umefanya nini kuisaidia jamii ambayo inakuzunguka? Unafanya nini kuisaidia familia ambayo umezaliwa humo ndani? Unafanya kitu gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Nasema hivi kwa sababu Mungu anapotutazama, na Mungu ametusaidia, tuko vijana kub% humo ndani, anatuona kama ni watu wa kutatua changamoto zinazokabili taifa letu. Lakini mazingira ya familia yako, background yako imekuminya kwenye kona kiasi ambacho unashindwa kutambua ya kwamba wewe ndiye mtu wa kutoa majibu ya maswali yaliyoko katika jamii. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumishi wa Mungu aliyefundisha asubuhi akafundisha juu ya kutii sauti ya Mungu. Sasa tusipotii sauti ya Mungu tutafananishwa na wapumbavu, kwa sababu Mungu amekwisha kutuambia ya kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo inamaanisha jambo lolote Mungu analoliweka ndani yako, uwe na uhakika ya kwamba uwezo wa kulifanya hilo jambo unao, kwa sababu Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kulifanya hilo jambo. Lakini ukiangalia mazingira ulionayo yanakuzuia ushindwe kufanya sawasawa na Mungu anavyokuelekeza. Malaika akamwelekeza Gideon vitu vya kufanya. Kumwambia Gideon, nenda kavunje ile madhabahu ya baba yako. Nenda kafanya 1, 2, 3. Bwana Yesu atusaidie sana. Na unajua Gideon alikuwa shujaa, lakini mazingira aliyomzunguka yalimfanya awe muoga. Na ndio maana utamwona Gideon anaenda kuvunja zile madhabahu wakati wa usiku, kwa sababu aliogopa ya kwamba nikienda wakati wa mchana naweza nikaonekana watu wakanipiga wakaniua. Kwa akavizia wakati wa usiku watu wamelala, ndipo akaenda akavunja zile madhabahu. Bado kulikuwa kuna uoga huko ndani yake. Pamoja na kwamba ameisikia sauti ya Mungu, bado mazingira yalimfanya awe na hofu kwamba naweza nikafanikisha katika hili. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu akitoa sauti yake, akaweka neno lake ndani yako, akakupa ufunuo juu ya jambo fulani, uwe na uhakika ya kwamba unao uwezo wa kulifanya. Maana anayelifanya sio wewe, bali ni ile nguvu itendayo kazi ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaposema sisi ni watawala, hatupaswi kuangalia background tulizonazo. Hatupaswi kuangalia maisha tulionayo sasa hivi, maana wengine bado ni watumwa. Lakini ukimwambia wewe ni mtawala, anaanza kuwaza juu ya maisha alionayo sasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu wa mbinguni aliyeweka picha ndani yako ndiye atakayekusaidia kuweza kufika mahali ambapo amekusudia. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ni lazima tuwe watu wa tofauti. Ni lazima tuwe watu wa tofauti. Nikiwa na maana ya kwamba mtu aliye shujaa, maisha yake kutokana na sifa tulizozisema ni ya tofauti na watu wengine. Ni mtu ambaye anatafuta kwa kina ufahamu juu ya jambo fulani. Ni mtu ambaye, nilitoa mfano hapo siku ya Ijumaa kwamba kwa nini kuna daktari ambaye ni specialist. Wanasema huyu ni specialist wa kitu gani? Wa sikio. Huyu ni specialist wa kitu gani? Wa magonjwa ya uzazi. Huyu ni specialist wa kitu gani? Wa miguu.
Bwana Yesu atusaidie sana. Kinachomfanya yule mtu aitwe specialist ni kile kitu ambacho aliweka nguvu kwenye ule ufahamu alioupata. Walikaa darasa moja watu 200 wakafundishwa juu ya habari ya sikio, jinsi ya mechanism of hearing inavyofanya kazi. Alipoelewa akaenda ndani zaidi, akaanza kuchambua changamoto zinazoweza zikamfanya mtu asisikie. Akaanza kusoma vitabu mbalimbali, akiongeza ufahamu katika lile eneo ambalo amepata kulisikia, katika kile kidogo alichokisikia, akaongeza ufahamu juu ya lile eneo. Baadaye unakuta anakuambia anataka kwenda kusoma kozi fulani inayoendana na kile kitu anachokitaka katika maisha yake. Anachokitaka, ule ufahamu alioupata, anatamani kuendelea kuongeza zaidi. Alafu kesho kutwa unamkuta anaitwa ni special doctor, ni daktari mtaalamu wa magonjwa ya kina mama, lakini yeye ni mwanaume. Na darasani hakukaa darasani peke yake, wengine aliokaa nao darasani ni madaktari wa kawaida, na hata thamani yao kwenye malipo yao hailingani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nini ninachotaka kusema? Mungu anatutaka tunaposikia maneno haya tukawe watu wenye hekima. Tuende tukachimbe deep down, tukaangalie ni nini kinachotufanya tuweze kukaa katika nafasi zetu. Mimi ninataka kuwa ni specialist wa kitu fulani, nataka kuwa ni mtu mwenye huduma fulani. Tuende tukachimbe ndani, tukatafute maarifa juu ya hiyo kitu. Alafu tukishapata ufahamu wa kutosha, twende tukafanye maamuzi yaliyo sahihi ya kuanza kukitumia kitu tulicho nacho. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati niko chuo cha mipango, nilikuwa nikiwaambia wenzangu ya kwamba mimi ninajiblandi mwenyewe. Tunasoma kozi ya mipango ya uwekezaji. Tuko darasa lina watu kama 160. Kozi ya mipango ya uwekezaji. Ni nani atakaye kuja kuita wewe mtaalamu wa mipango ya uwekezaji? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nikiwa niko chuoni, nikaanza kujitengenezea sifa za tofauti na watu wengine ambao niko nasoma nao. Sasa ninakwambia ili ujue kwamba ninachokiongea nakiishi. Maana mwingine asije akajua tunapiga porojo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nilipoingia tu mwaka wa kwanza chuoni, wakati nachukua degree yangu, nikasajili haraka shirika ambalo litadili na kutatua matatizo, na nikaangalia nikajua matatizo makubwa ni vijana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nikajikita katika mipango hiyo ya uwekezaji. Nikaanza kutengeneza baadhi ya maandiko, nikaanza kuhangaika nayo, napita nayo huku na huku. Mwalimu wa kwanza aliyeniona siku ya kwanza nimempelekea kama idea yangu ya mradi naotaka kufanya, aliukosoa sana, afu baadaye akaniambia achana na hii biashara, nenda kasome. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sikukata tamaa, kwa sababu nilijua ya kwamba ninatakiwa nijipe brandi mimi mwenyewe. Nisisubiri mtu kuniambia ya kwamba wewe ni mtaalamu wa uwekezaji, kwani nimekuja kusoma ili iwe. Nisubiri watu waniambie hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nikaanza kuchukua hatua, nikafanya. Nakumbuka field yangu ya kwanza nilifanya kwenye ofisi ya kwangu mwenyewe, pasipo mwalimu anayenisimamia kujua kama ni ofisi ya kwangu. Bwana Yesu atusaidie. Sasa ninakwambia ili ujue ya kwamba tunapaswa kufanyia kazi yale ambayo tunajifunza, iwe ni darasani, iwe ni kanisani. Tunapaswa kuwa watu wa tofauti, watu wenye hekima. Tulifundishwa darasa moja na watu mipango ya uwekezaji, tukafundishwa na mwalimu mmoja, lakini mpaka hivi tunavyozungumza kuna mwingine amemaliza chuo, hana hata biashara ya nyanya nyumbani kwake. Ukimuuliza anakuambia hakuna ajira. Ni mpumbavu, kwa sababu alipata ufahamu alafu hakufanya maamuzi sahihi juu ya ufahamu alioupata. Huwa nagombana sana na vijana, alafu wakati mwingine anafunga break ya kwamba maisha ya kwako usiangalie tu serikali inasema nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Usiangalie serikali inasema nini, angalia wewe unataka nini. Sasa nilipoanza kufanya, watu waliniona kama napoteza muda, lakini mwisho wa siku ninamaliza chuo mwaka wangu wa 3, ninayo ajira yangu tayari mfukoni. Ninafanya kazi kwenye shirika la kwangu, ninaingiza pesa ya kwangu mimi mwenyewe. Ngoja nijivune kidogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ngoja nijivune kidogo. Nikiwa niko chuoni,
niliamua kuwekeza nguvu zangu kwenye miradi ya kilimo. Sasa katikati ya masomo, na sina boom, katikati ya masomo nikatamani kwenda kujifunza juu ya kilimo Kenya. Nilipambana kutafuta fedha, na nyingine nikakopa kwa watu, wakati wengine wanaendelea na masomo. Nikafunga safari ya kwenda Nairobi, Kenya, kwenda kujifunza kilimo. Sasa pale Daudi alikuwa hataki tu kujionyesha, hataki tu kutuonyesha kwamba yeye anafanyiwa nini, lakini alitaka tuone yeyote anayepigana kwa upande wa watu wake, lazima kuna bonus Mungu atakayomfanyia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tukubali kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya watu. Sina kichwani pana shida. Yaani mimi ninayemlipa mshahara na kiatu cha shilingi 12,000. Alafu yeye ameenda kununua kiatu cha shilingi 50,000. Mshahara wake wa kwanza. Sasa unaweza ukaelewa, alafu ndo anakuja na wao binti yako. Hasara kubwa kiasi gani? Mnisamehe lakini acha niwaambie kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima uanze kuwekeza kitu kwenye kesho yako. Sasa sisemi msipendeze, sio unakuja hapa kanisani umevaa lingoli na viraka, unasema tunawekeza baadaye. Uwe na hekima, nitamshika shati. Uwe na hekima. Bwana Yesu atusaidie sana. Piga pamba kama kaka David, unamwona anapopiga pamba. Piga pamba. Lakini na biashara zake anazofanya. Ukitaka kupata vitenge vikali, ongea naye atakuelekeza. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sasa kuna mwingine hafanyi chochote. Alafu pesa inayoingia tu ikiingia mfukoni mwake tayari na matumizi yote imeisha. Unawekeza kweli? Una mzigo kweli ndani yako? Sio mimi mwimbaji bwana. Hata hela kwenda studio kurekodi tu beat, tu kutengeneza beat. Kupeleke. Alafu unasema mimi na karama ya uimbaji bwana. Hata kama uimbaji kweli. Ukipata hela inaenda kichwani. Alafu beat unasubiri watu wakuchangie upate hela ya kugonga beat studio. Alafu unasema una karama ya uimbaji. Inawezekana ni shujaa uliala. Utakosa hekima. Bwana Yesu atusaidie sana. Nazungumza na ninyi vijana. Maandiko yanasema maana mnazo nguvu. Sasa tusitegemei kuwa na kanisa la watu waliokaa tu, wakati dunia inawasubiri watoe changamoto, watoe solution za changamoto zilizopo. Mungu alitegemei kanisa la namna hii. Anasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Tunaendaje huko ulimwenguni kote? Tunakuwa kama wale Wasabato walioenda airport bila kuwa na visa wala kuwa na nauli. Umepewa agizo la kwenda ulimwenguni kote, lazima utulie sasa uanze kuchimba chini. Naendaje ulimwenguni? Naenda kama mchawi. Nasema kama Filipo alipaa na mimi nitapaa. Subiri uone. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninachomaanisha watu wa Mungu, hebu tukafanyie kazi vile vitu Mungu alivyoweka ndani yetu. Yaani hiyo ndio kiu yangu mimi kubwa, kwa sababu ninyi nyote mna vitu vya thamani kuliko mtu aliyewahi kuzaliwa duniani. Lakini shida tunafanya nini? Na mazingira yanatufanya nini? Yanakutandamiza hapo hapo. Toka kwenye hilo pazia la mazingira. Tupate kuambia moja ya kuabudu kwa kifupi sana. Alafu tutamwabudu Mungu, tutamshukuru Mungu.